Jumuiya ya maendeleo ya nchi za kanda ya kusini mwa Afrika SADC jana Alhamisi ilitangaza kuondoa wanajeshi wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uamuzi huo unajumuisha maelfu ya wanajeshi kutoka Tanzania, Malawi na Afrika Kusini waliotumwa mashariki mwa Kongo kusaidia mapambano dhidi ya uasi wa kundi la M23 na walikuwepo kwenye eneo hilo tangu mwaka 2023 chini ya mwamvuli wa SADC. Bado hakujatajwa tarehe kamili ya kuanza kuondoa, lakini wakuu hao wameagiza katika mkutano wa kilele uliojadili mzozo huo kuanza mpango wa kuondoa wanajeshi wa kikosi hicho kwa awamu. Siku moja baada ya SADC kuchukua uamuzi huo, serikali ya DRC imetangaza hatimaye kuzungumza na waasi wa M23. Je, hatua hii inaashiria nini hasa na kipi kitarajiwe baada ya SADC kuondoa ujumbe wake nchini humo? Amani ama mzozo zaidi? Niko hapa studioni na Saleh Mwanamilongo, lakini pia nitaungana na Ali Mali, huyu ni mchambuzi wa masuala ya kikanda, tukilijadili hili kwa mapana zaidi kwenye mjadala wetu wa dakika hizi 10. Labda nianze na Saleh, uko hapa tayari. Unasema lakini kwanza nijue kwamba tupo na Ali Mali tayari. Ali Mali, unatusikia? Ndio, nawasikia vizuri. Karibu sana kwenye mjadala wetu. Saleh, tuanze kwanza na hili la SADC kuondoa wanajeshi wake huko DRC katikati ya mzozo ambao unazidi kufukuta. Unadhani uamuzi ulichukuliwa kwa wakati mwafaka? Bila shaka, kwa sababu wanajeshi wa SADC walijikuta katika handaki lisilo na mwisho huko Goma. Na handaki lisilo na mwisho unamaanisha nini? Tunamaanisha kwamba walijikuta kwamba hawana uwezo wote wa kufanya baada ya mji wa Goma kushikwa na waasi wa M23 na mji wa Sake ambako kikosi kikubwa cha wanajeshi wa Tanzania, wa Malawi na wa Afrika ya Kusini wako na baadaye mji wa Goma ambako ndio ilikuwa kama vile ngome yao ya kijeshi. Kwa hiyo baada ya kushikwa kwa maeneo hayo na waasi hao, wamekuwa jikuta wamezingiwa na hawana uwezo wote wa kutenda kazi, na walienda huko kwa ajili ya kupigana dhidi ya kikundi hicho. Kwa hiyo uamuzi huo wa viongozi wa SADC umemaanisha kwamba waliweza kusoma vizuri kabisa hali inayoendelea huko na kuweza kuchukua uamuzi huo kwa ajili ya wanajeshi hao. Sale, lakini kulishuhudiwa pia shinikizo la umma dhidi ya hatua ya mataifa hayo kuwapeleka wanajeshi nchini Kongo. Labda kwa namna yoyote unadhani pengine limechochea hili, na hasa kama unakumbuka vile vifo vya wanajeshi 14 wa Afrika Kusini lakini pia 3 wa Malawi, ni kwa namna gani pia hili nalo limechochea kufikiwa kwa uamuzi huu? Uamuzi huu unatokana hasa na kushindwa kwa jeshi la Kongo kutekeleza majukumu yake, kwa sababu vikosi hivi vyote, kikosi cha wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kilichopelekwa, wanajeshi wa Burundi na vile vile wanajeshi hao wa SADC na hata wanajeshi wa Umoja wa Mataifa hawawezi kupigana ama kujiweka kwenye nafasi ya mbele huku jeshi la Kongo likirudi nyuma. Kwa hiyo kushindwa kwa jeshi la Kongo kumaliza ama kujikakamua kwa ajili ya kumaliza vita hivyo ndio kumesababisha kwamba hata vikosi hivi vya kuja kuwasaidia vimeshindwa pia kutekeleza majukumu yake. Ali Mali, nakuja kwako. Ni hatua ambayo tayari imekwisha tangazwa. Unadhani inaliacha vipi eneo la mashariki mwa Kongo katika wakati ambapo miito inatolewa ya wanajeshi wote kuondoka eneo hilo ili kufungua kile ambacho kinatajwa kama njia ya kupatikana kwa suluhu ya amani ama makubaliano ya amani? Lakini kwanza tubaki hapo. Kuondoka kwa wanajeshi hawa wa kulinda amani kunaliacha vipi eneo hilo? Kwa kweli kuondoka kwao nadhani kwamba hakuna athari yoyote kwa wananchi, kwa sababu kuwepo katika mazingira haya ya kutoweza kufanya lolote, kutokuwakinga wananchi na mali zao, ni sawa na kuondoka. Mimi nadhani kiheshima na kihadhi kabisa kwa jumuiya hiyo ya SADC wamechukua uamuzi mzuri kuweza kuondoka kuliko ni kubaki kama mateka wa kikundi cha M23. Na kwa athari sidhani kama kuna athari ambazo zinaweza kuzidi hizi ambazo tayari wananchi wanauawa na wanajeshi hawa wakiwa hapo na wanashuhudia na wanaona na hawana la kufanya. Kumbe ni afadhali kuondoka, hiyo ni busara zaidi, na kutoa nafasi kwa njia ambayo itakuwa ni ya kudumu, ambayo ni ya mazungumzo ambayo wengi
wanategemea inaweza kurudisha amani zaidi ya njia ya vita ambayo ilichukuliwa kimakosa tangu awali na kwa muda mwingi. Hilo tutalizungumza baadaye, lakini siku moja baada ya SADC kutangaza uamuzi huo, serikali ya DRC nayo imetangaza japo kwa shingo upande naweza kusema kufanya mazungumzo na kundi la waasi wa M23. Tunakumbuka huko nyuma Rais Felix Tshisekedi aliapa kwamba kamwe hatakaa meza ya mazungumzo na waasi hao. Unaizungumziaje kwanza hii hatua tu ya kukubali kuzungumza na waasi hawa? Ni kama serikali imenyosha mikono, ni ushindi kwa M23? Hilo halipingiki. Tayari kuteka kwa mji wa mkuu wa Kivu ya Kaskazini na tayari Bukavu mji wa mkuu wa Kivu ya Kusini na bado kundi la M23 linaendelea kuteka miji mingine na bila upinzani wowote kutoka katika jeshi la serikali ambalo sasa ni dhaifu na ni dhalili kiasi ambacho watu hawawezi kufikiria. Kwa hiyo mimi nadhani kwa kweli serikali imetii amri kwa sababu inaona ikiendelea kujikausha na kungangania na nguvu hamna, basi hatari hii inaweza kuwakuta hadi Kinshasa, na hii ni njia mojawapo labda ya kufikia kusimamisha mapigano na miji ambayo haijakamatwa isikamatwe ili suluhisho liweze kupatikana. Hilo linamaanisha ushindi wa M23 hadi dakika hii, na hilo linathibitika katika utekaji wa miji tofauti na ushindi wao katika mapambano ambayo bado yanaendelea. Saleh, umemsikia Ali akizungumzia hatua hiyo kwamba ni ushindi wa M20 kwa M23 na nimemsikia waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini Roland Lamola akisifu hatua hii ya kufanyika haya mazungumzo ya amani chini ya mpatanishi Angola. Pamoja naye wapo wanaoamini kwamba pengine ni njia ambayo inafungua njia mpya ya kupatikana kwa amani. Kumekuwepo na duru nyingi huko nyuma za mazungumzo ama sana yaliyohusisha viongozi wa Kongo Tshisekedi, lakini pia Rwanda ambayo inashutumiwa kwa kuwaunga mkono waasi wa M23. Nafasi hii pengine ni kweli inafungua njia? Tutaraji kuna kitu kipya, amani itarajiwe? Sio leo ama kesho kwamba ni hatua ambayo itapelekea amani. Ni ukweli huo kwa sababu kwa pande zote mbili mazungumzo haya ni shinikizo kwa Tshisekedi. Ubovu wa jeshi lake kuweza kuwa tokomeza waasi hao umepelekea akubali mazungumzo hayo, yani kwa shingo upande, ijapokuwa hadi leo amesema ni lazima ajenda ya hao jamaa iwekwe wazi. Na upande huo mwingine pia kumekuwa na shinikizo hasa kwa Rwanda ambayo imekuwa ikiwaunga mkono waasi hao, ambayo imekuwa na vikwazo kutoka kwa wafadhili wake. Kwa hiyo imeweka pande zote katika hali ngumu kabisa, na bila shaka pande zote zinatakiwa kukubali mazungumzo hayo, lakini hayawezi kurejesha amani leo ama kesho kwa sababu inaomba kufahamu ajenda ya kila upande imekuwaje. M23 na serikali ya Kongo. Afisa mmoja wa serikali amezungumza na DW na kusema kwamba ndio watakuwa Angola, lakini wanaenda kuwasikiliza waasi wa M23. Kwa hiyo sitegemee kwamba kwa wiki moja ama mbili ama tatu kutakuwa na makubaliano ama hatua yoyote hiyo, bali ni mazungumzo ambayo huenda yatachukua muda mrefu. Lakini yapo matarajio. Na nimeona kwamba M23 wenyewe wameyapokea kwa tahadhari haya. Wanataka kwanza Tshisekedi ahakikishe kwamba kweli anataka haya mazungumzo na ana dhamira kweli ya kuzungumza na kwamba anayachukulia kwa umuhimu mkubwa. Unadhani hii shakashaka ambayo imeanza kuonyeshwa na M23 pengine inaweza ikaathiri kwa namna yoyote mchakato? Hiyo ni kila mtu kabla ya kwenda katika meza ya mazungumzo ni lazima aweke vikwazo ama masharti, na inaonyesha kwamba pande zote zimekubali, na tusubiri tuone tarehe 18 yani Jumanne ijayo kipi kitatokea. Na tayari kumekuwa na mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Jumuiya ya SADC na wale wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao watakutana Harare Jumatatu ijayo yani tarehe 17. Kidogo tu kwa sekunde chache Ali, unadhani mazungumzo haya yatakuwa rahisi kwa kiasi gani? Mazungumzo haya hayawezi kuwa rahisi kwa sababu faida ya kila kundi haikubaliani na faida ya kundi lingine. Na ukweli ni mdogo katika haya mambo kwa sababu hayazungumzwi yale ambayo yanasababisha mzozo, kwa sababu ni mambo ambayo hayako kisheria na ni mambo ya aibu kimataifa. Lakini
kama kawaida ya viongozi wetu wakitaka kufikia madarakani, basi hata kuunga undugu na shetani wanaunga nao, hawajali lolote, na watapofika madarakani basi yanakuwa hayatekelezeki yale ambayo walikubaliana. Ni lazima watu wachimbe katika mizizi ya vita hizi ambazo zisizomalizika, ambazo sana zimeanza tangu chanzo ambacho kinachodhihirika cha wakimbizi kutoka Rwanda mwaka 94, lakini pia kimekuja kukolezwa sasa na kuingizwa na bwana Kabila Laurent mzee, kuingizwa na kundi la Rwanda na wanajeshi wa Rwanda na Rwanda nzima kuingia Kongo, na leo inakuwa ni shida kutoa. Kwa hiyo kuna mambo ambayo ni ya mikataba ambayo ni hayawezi kuzungumziwa hadharani na kwenye mazungumzo ili watu wayaone, kwa sababu ni mambo ambayo sio ya kisheria na wananchi hawawezi kukubali jambo hilo. Kwa hiyo msingi huu ndio tatizo kubwa hasa utaweza kufanya mazungumzo haya yasitekelezeki na amani iwe ni kitandawili. Ninashukuru sana Ali Mali, muda wangu umeniishia. Ninakushukuru sana Saleh kwa kuungana nasi.